Huu niweke vizuri, huu sio mgogoro. Ni tofauti na ambavyo watu wanaweza kufikiria. Hakukuwa na mgogoro ndani ya chama na hakuna mgogoro ndani ya chama. Kilichotokea, lilitokea tatizo. Likatolewa taarifa kwenye kamati kuu kwamba hapa kuna tatizo. Kwa kamati kuu ilijadili tatizo, na tatizo lilikuwa linamhusu mtu mmoja. Maana hapa umeuliza kwamba sasa ofisi ya katibu mkuu ni kubwa na watu ni wengi, ni akina nani wanafuatana naye. Tuhuma hizi zilikuwa zinamhusu mtu personally, sio ofisi. Ni mtu binafsi. Na ndio maana zimejadiliwa, amepewa nafasi ya kujieleza kwenye kamati kuu, na yeye mwenyewe akakiri hizo tuhuma na akaomba kwenye kikao cha kamati kuu ikiwa kimekaa hapa, akaomba kujihuzuru. Kwa hiyo alijua kwamba hakuna watu wengine ambao wanasaidiana naye kwenye hiyo tuhuma, na ndio maana hizo tuhuma zilianzishwa na secretariat ambao ndio chombo anachofanya nacho kazi, ambacho chombo ambacho yeye ni mwenyekiti. Kwa kama kungekuwa na mtu mwingine ambao anashirikiana naye, secretariat ingemuunganisha. Kwa hiyo iko namna hiyo. Nilikuwa nataka kwanza kwenye hilo lieleweke, kwa sababu maswali mlivyouliza nikana kwamba huenda kuna kokoro hapa, huenda kuna watu wengine inabidi wakokotwe pamoja naye. Na amesema vizuri mwenyekiti kwamba tunakokwenda, kama tutagundua yoyote alikuwa mshirika wa matendo hayo, naye atashtakiwa kwa mujibu wa katiba kwenye vikao vya chama na ataadhibiwa. Kila mtu ataadhibiwa kwa wakati wake na kwa kosa lake, lakini haiwezi kuwa kosa moja la mtu mmoja yani samaki mmoja akioza tenga zima. Ulikuwa msemo wa zamani huo, sio? Sasa hivi samaki mmoja akioza tunamtoa aliyeoza, tunaendelea na walio wazima, sio? Haiwezi kuwa samaki mmoja akioza tenga zima. Kwa hiyo hatuwezi kwenda na huo msemo, na haiko namna hiyo. Sasa program ni nini? Sisi baada ya kumaliza hili tunaendelea na kazi za chama. Leo tukimaliza hapa kikao hiki na nyie, ambacho tulitaka tupeleke huo ujumbe kwa umma, tuna kikao viongozi wakuu pamoja na wabunge, ili tuweze kukaa pamoja, tuweze kuchakata tunatafutaje rasilimali za kuhakikisha hiki chama kinakwenda mbele. Tunao wadau wanatuchangia, lakini wadau peke yake hawezi kuendesha chama hiki. Lazima na sisi tuchangie, na tumepitisha jana kwamba kila kiongozi wa chama hiki atachangia chama ili kuweze kusonga mbele. Kwa hiyo tutakaa kikao leo ili kuweza kupanga hiyo plan. Lakini baada ya hapo, leo tunakamilisha nyaraka ya kuhakikisha kesho tunaenda kuanza kusajili bodi ya wadhamini LITA. Lakini pia inabidi tukamilishe muhtasari wa wa halmashauri kuu ili tuweze kupeleka taarifa hizi kwa msajili wa vyama kwa mujibu wa sheria za hatua ambazo zimechukuliwa, lazima zipelekwe. Lakini baada ya hapo tumepitisha mchakato wa kuboresha katiba yetu, na ikikuwa kipaumbele chetu cha kwanza, na tulishasema tena hapa, waraka wa kukusanya maoni ulishakamilika. Hatua inayofuata ni kushuka kwenda kukutana na kamati tendaji za mikoa mbalimbali, na ndio maana hapa wako wenye viti wa mikoa kadhaa, na ndio kimsingi ndio wajumbe wa halmashauri kuu. Kwa tumewaeleza na wanashuka kwenda kujipanga ili kuita kamati tendaji za mikoa yao kuanza kukusanya maoni ya maboresho ya katiba. Lakini kuna kazi ya kufanya ya siasa. Tutakwenda ili tuweze kuwaongoza Watanzania namna ya kudai kupewa katiba ya nchi. Kwa sababu sisi Chauma tulishaenda hatua mbele. Tulipounda kamati ya kushughulikia maboresho ya katiba ya chama, tuliunda pia kamati ya kushughulikia kupata ibara za katiba ya nchi ambazo ni vikwazo, ambazo tukianza kuandika katiba lazima zibadilishwe. Kwa lazima sisi Chauma tukienda kwa wananchi, hatutapiga kelele tu kwamba katiba hii ni mbaya na nini. Lazima tuwaambie Watanzania ni vifungu vipi au ibara zipi za katiba zinazokwaza maendeleo yao, ili kianza kuandika katiba wapiganie ziondoke. Tutawaambia ni mambo gani ya msingi yatakuwa kuandikwa kwenye katiba ya nchi. Tutawaongoza Watanzania ili wajue wanaposema wanataka katiba mpya wanaitaka kwa sababu zipi.
Serikali kuna wakati itanabaisha kwamba inataka kutoa elimu ya Watanzania waelewe katiba. Mmeshaiona hiyo elimu inatolewa? Haijawahi kutolewa. Sasa hawatoi elimu kwa sababu hawana nia watu wapate katiba inayotakiwa. Lakini sisi Chauma tutaongoza Watanzania, na sisi tutaongoza kwa kutenda, sio kwa kulalamika, kwa kutenda kwamba kibaya ni hiki, kizane, ili tuweze kuhakikisha kwamba haki ya Watanzania inapatikana na chama hiki tunakijenga kwa wivu mkubwa. Mungu awabariki sana. Asalamu alaykum. Waheshimiwa wanahabari, kama kuna mtu ana swali basi tupokee mikono ili kaimu katibu mkuu aweze kujibu. Kuna issue ya mikutano ya hadhara je uiseme Ndio. Hivi karibuni tumeshuhudia waziri wa mambo ya ndani akipiga marufuku swala la kutolewa vibali vya mikutano kwa vyama vya siasa. Tunafahamu Chauma mlikuwa bado hajaanza kufanya mikutano. Kama chama, msimamo wenu hasa ni upi kuhusiana na vizuio hivi? Mnakubaliana na kile kilichoelezwa na kiongozi huyu wa waziri, ni mamlaka husika, na hasa kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikijadiliwa mtandaoni juu ya mamlaka alionayo na kuagiza na kutoa tamko kama hilo? Msimamo wa chama ni upi? Asante. Kama kuna swali lingine ndio tujibu pamoja. Ndio kaka. Asante. Mimi nilikuwa naulizia kuhusiana na hayo mageuzi ya katiba yetu kwanza, chana na hiyo katiba ndio ya taifa. Ndio. Je, yamegusia maeneo gani katika hiyo katiba yetu? Au katika mabadiliko mliyofanya? Lakini swali langu lingine ni kuhusiana na ulipotolea ufafanuzi kuhusiana na anayetuhumiwa kufanya hayo makosa. Ndio. Je, kwa sasa hivi yeye atabaki kama nani? Kada wa kawaida au ni nani? Na katiba yetu inasemaje ikiwa mtu ametenguliwa, je, anaruhusiwa kuishiriki kwenye vikao vya maamuzi au ndio inakuwa moja kwa moja? Asante. Nianze na la mwisho. Maana tabia yangu na mnaijua. Naanzaga na la mwisho ambao watu wote bado wanalikumbuka. Kwamba baada ya Salum Mwalimu kutenguliwa uteuzi wake wa ukatibu mkuu, atakuwa nani kwenye chama? Atakuwa mwanachama wa kawaida. Atakuwa mwanachama wa kawaida na katibu mkuu aliyetenguliwa. Atashiriki vikao vya maamuzi. Atashiriki vikao vya maamuzi kwenye tawi lake, kwa sababu kwenye tawi la chama kila mwanachama ni mjumbe wa mkutano mkuu wa tawi. Wanayeshiriki vikao vya maamuzi kwenye vikao kama kamati kuu, halmashauri kuu, mkutano mkuu, kamati tendaji ya jimbo, ya mkoa, ni viongozi na wametajwa na katiba. Sasa kama akiwa bado hana uongozi wowote, atashiriki maamuzi ya mkutano mkuu wa tawi lake. Ndio utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo hasa hivi ni mwanachama wa kawaida, kwa hiyo atashiriki katika capacity hiyo kama mwanachama wa kawaida. Kwa hiyo nadhani tumeelewana. Kwa hakuna namna ya kuweza kumpeleka kwenye mkutano mwingine akafanya maamuzi, kwa sababu ukiwa huna nafasi yoyote unakuwa mwanachama wa kawaida. Sasa cha pili, kwenye maboresho ya katiba ya chama, umesema tuache ya nchi, kwenye ya chama ni mambo gani hasa yanaboreshwa? Sasa ni hivi kaka, nimesema ndo tunaanza mchakato ambacho kimeandaliwa na kimeshushwa kwenye ngazi za mikoa. Ni waraka, kwa Kiingereza unaitwa white paper, waraka wa kukusanyia maoni. Waraka unakuwa namna gani? Waraka ni kitu tumekitengeneza, kina column 4. Na column sijui Kiswahili chake ni nini mimi kwa kweli. Kuna column 4. Column ya kwanza tumeorodhesha ibara zote za katiba ya chama kama zilivyo sasa. Hiyo ni column ya kwanza. Yaani ibara kama zilivyo.
Kolamu ya pili kuna maoni ya waraka. Kwenye kila ibara maoni yanatolewa kama hii ibara ibadilike, isomeke hivi, au iondolewe, au ibaki kama ilivyo. Pale kwenye kolamu ya pili ndo kuna maoni ya waraka. Kolamu ya tatu kuna sababu kwa nini. Kama ibara hii iko namna hii ilivyo sasa, tunataka iondolewe, sababu ni nini? Kama ibara hii iko hivi, tunataka isomeke tofauti, sababu ni nini? Na kadhalika. Mwisho kuna kuwa na maoni ya mtu anayetoa maoni, mwanachama au kiongozi. Kuna ndio unatoa maoni. Maana ili mtu aweze kutoa maoni, inabidi uone ibara ya sasa ikoje. Maoni yanayetolewa ni nini? Mapendekezo ni nini? Na sababu ni nini? Sasa wewe ndio unatoa maoni yako. Sio kama unaelewa. Hiyo ndio nyaraka ambayo imetengenezwa, bado inashuka kwa nani? Kwa viongozi na wanachama ili watoe maoni ili irudi. Sasa nikianza kusema mambo yaliyopendekezwa ni haya na haya na haya, maana yake nataka kusema mimi ndo naandika au tumeshaandika katiba tayari. Si ndio maana yake? Unapotaka kuwapelekea watu wakatoe maoni, huwezi tena ukasema yaliyezingatiwa ni haya. Tunachotaka kusema kimsingi, ukitaka nikueleze kwa sababu ni nini, labda ndio niulize sababu zilikuwa nini, kwa nini tumeamua kuboresha katiba. Cha kwanza, katiba ni nyaraka hai inayoishi, inatakiwa ibadilike, iboreshwe mara kwa mara kutokana na mahitaji ya wakati. Kwa hiyo sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili, tumetaka kiandikie chama katiba imara. Chama imara kinahitaji katiba imara. Katiba inaenda na wakati, ifafanue itikadi zake kwa sasa, ifafanue falsafa yake, malengo yake ya kisiasa, ya kiuchumi na kijamii. Kwa hizo ndo sababu zilifanya kwa mazingira tulionayo katiba yetu inatakiwa ifanywe iwe bora kiasi hicho na iakisi na ukubwa wa chama wa sasa. Kwa ndo sababu. Lakini maeneo yako mengi sasa hatuwezi kuyasema hapa, maana mimi nikisema hili tunataka liwe namna hii, maana si lazima niseme hili tunataka liwe namna hii. Maana sasa na wazuia wanachama kule wasitoe maoni kwa sababu tumeshawafunga kwamba sisi viongozi tunataka hili liwe namna hii. Sisi kama unanielewa vizuri. Unapotaka watu watoe maoni, hutangulii kuwazuia. Wewe ukatoa maoni yako au ukawazuia watoe maoni. Wanatoa maoni, ni demokrasia, wako huru, yakirudi kule yanachakatwa na vyombo vya chama, alafu baadaye tukitoka kwenye mkutano mkuu unapitisha hiyo katiba ya chama baada ya kukubaliana. Sio kama umeelewa vizuri. Kwa hilo la katiba kaka liko namna hiyo. Swala la waziri wa mambo ya ndani. Unajua mimi niwaeleze. Hii tabia ya serikali kushiriki kuvunja sheria inatakiwa kupingwa na kila Mtanzania anayetaka utawala wa sheria hadharani na sirini. Haya mambo lazima yapingwe. Kwa sababu haiwezekani. Unajua iko sheria ya vyama vya siasa na jeshi la polisi na polisi wasaidizi. Ndio sheria inayosimamia vyama. Imeweka utaratibu wa namna gani vyama vinaweza kufanya mikutano, imeweka utaratibu ni namna gani vyama vinaweza kufanya maandamano. Hiyo sheria, anayetakiwa kusimamia hiyo sheria ni jeshi la polisi na sio Katambi, waziri. Sasa waziri akiingia akapiga marufuku utoaji wa na sio vibali, nyinyi mnakosea. Kwa mujibu wa sheria namba 5 ya vyama vya siasa ya mwaka 92 pamoja na maboresho yake, haisemi vyama viombe vibali kufanya mikutano. Chama kikitaka kufanya mkutano au maandamano kinampa taarifa kamanda wa polisi wa wilaya kwamba na kimpe taarifa kwenye muda usiopungua masaa 48 mpaka wakati wa kufanya nini huo mkutano au maandamano. Na lengo ni kwamba ili polisi aandae ulinzi, sio polisi azuie, aandae nini ulinzi. Polisi anachoweza na inasema polisi akisema hutafanya lazima atoe sababu. Sababu inaweza kuwa kiwanja unachotaka kufanyia kuna mtu mwingine anafanyia, kwa tafuta kiwanja kingine. Au siku hiyo sisi hatuna polisi wa kutosha kwa sababu labda rais yuko hapa au nani yuko hapa, kwa tunaomba utafute siku nyingine. Lakini sio taarifa za kiintelijensia. Kwa sababu kama mna tishio la usalama kwenye mkutano wa Chauma, manake ndo kazi ya polisi kupeleka ulinzi, sio kuzuia Chauma asifanye mkutano.
Make sasa polisi wetu wanafanya hivyo kwa sababu tuna taarifa za kiintelijensia kwamba hakutakuwa na usalama kwa msifanye mkutano. Kwa hiyo ina maana mimi nikiwa chama pinzani na chama kingine wakitaka kufanya mkutano, mimi nitaleta tishio, halafu kingine chama sikifanye mkutano, si ndio maana yake? Ndio maana polisi wapo. Kama kuna tishio, kama kuna taarifa za kiintelijensia, inatakiwa polisi ndio waongeze ulinzi au wamkamate yule anayeleta tishio. Ndio utaratibu wa kawaida. Lakini haya mambo kuturudisha kwenye enzi za Magufuli, haya mambo wa Tanzania lazima tuyapinge. Magufuli alivunja katiba, alivunja sheria, tukamnyamazia. Huyu naye anataka kufuata nyayo za Magufuli, tumkatalie na tumpinge mapema. Na Chauma haiwezi kukubali. Hata kubali mambo ya namna hii. Haya mambo, sasa sikiliza, hii itakuwa banana republic sasa. Kwa sababu sasa sasa mtu mmoja anaamka leo anasema kwamba hakuna kutoa vibali. Huyo ni waziri. Na mwingine akiamka kutoa lingine. Na hilo swala linavunja sheria ambazo wamezitunga wao na wameapa kuzilinda. Sasa tutakuwa na viongozi wa namna gani? Wanayevunja sheria kwa Tanzania tu tunawachekea? Hapana, sio sawa. Hili swala litakuwa kupingwa. Hili swala litakuwa kufanya nini? Kupingwa. Na si Chauma tupinga kwa nguvu zetu zote. Tunalipinga kwa nguvu zetu zote. Waheshimiwa waandishi wa habari, kuna mtu ana jambo? Labda nimalizia, amepewa uteuzi hajasema chochote. Kuhusu nini? Kuhusiana na nafasi iliyopewa. Sasa nizungumze nini shehe? Au unataka nifungue champagne hapa? Unajua nini? Sisi Chauma tunagawana majukumu. Tunagawana nini? Kwa hili jukumu nimepewa, na nimepewa jukumu ili niongoze wenzangu kutekeleza hili jukumu. Hasa kwenye idara ya utendaji. Tutekeleze hili jukumu. Kwa hiyo mimi labda nitoe wito kwa Watanzania na nitoe wito kwa wanachauma kwamba waje wale watu wote waliyesita kujiunga na Chauma waje tujenge chama kikubwa. Sisi tulikotoka tukaja hapa tuitegemea kujenga jukwaa bora kubwa, na tulikuta Chauma ikiwa chama safi, hakina doa, kinakwenda, kinaaminika. Njoni tujenge Chauma ambayo itabeba maono ya Watanzania kwa vitendo. Na ndio maana nikasema sisi tutaongoza kwa vitendo tukiwa mbele, sio kwa kulalamika. Tutawaeleza watu hili liko namna hii na tutatenda tukiwa mbele yao. Kwa hiyo sisi tutakwenda kuwasimamia Watanzania wapate haki zao. Tutapinga mambo yote ya uonevu kwa Watanzania. Lazima Watanzania, nchi ni yetu, nchi ni tajiri, ina mali, lazima tusimame kwa nguvu zetu zote kuhakikisha utajiri ambao Mungu aliuweka kwenye ardhi ya Tanzania unawasaidia Watanzania haya waondoke kwenye umaskini. Hicho ndio ambacho naweza kusema. Kwa mimi nitoe wito kwa Watanzania wote. Karibuni Chauma. Wanachama wa Chauma, jiandaeni, tunakuja huko. Anzeni kazi. Tufanye hii kazi. Tukichangia hiki chama kipate rasilimali za kuweza kusonga mbele, kukidhi matakwa ya Tanzania. Pale Ubungo Plaza wakati tumepokelewa na Chauma, tulisema tunaanzia tulipoishia. Kwa maana ya kupigania haki za Watanzania, tunaanza kuzipigania kwa nguvu kubwa zaidi. Asanteni, tunawashukuru. Karibuni Chauma. Kuna kitu nataka kuongea. Nilikuwa nafunga hiyo session na viongozi wakuu. Nilikuwa nafunga hiyo session ya viongozi wakuu. Sasa kwa utaratibu wa kiitifaki, mwenyekiti akishazungumza, na kwa sababu waandishi wako hapa, tuna uwezo wa kupata fursa kwa sababu tuna ofisi nyingi. Kama kuna jambo ambalo mwenyekiti wa wanawake anataka kuzungumza